Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya samaki. Salamu ya mtu itakushangaza kwa kuwa si kawaida yake. Vipele au makovu uliokuwa nayo kuanza kupotea au kuisha. Kupata taarifa ya jambo lililofanyika kimya kimya. Jitihada zako kukupa matumaini. Kumficha mtu jambo kubwa unalolijua. Kujiotea ndoto ya kushtusha lakini na maana tofauti na hisia zako. Kuzidi kuwa na tahadhari. Kutotaka upoteze unachokipenda. Kutohitaji kumtafuta mtu tena. Nyota ya nge. Kuchelewa kulala. Kuwepo kwa ukumbusho wa mambo ya utotoni. Kuhisi hali ya utofauti tokea uambiwe jambo. Kugawanywa kwa urithi. Kumruhusu mtu afanye anachotaka. Utapata tahadhari ya kitu. Kulipa madeni. Nyota ya kaa. Kujulishwa jambo zuri. Ila kuna taarifa ya huzuni itakufikia. Kujua mtu kuwa hana muda na wewe tena. Kutoa pesa na kupata pesa zaidi. Mtu atakuwa na ukaribu na wewe kwa muda. Ila ni muhimu kwako. Kulipwa ujira wako. Nyota ya mshale. Kutamkiwa jambo utakalolifurahia. Huzuni ya mtu itafanya usitishe jambo lako. Kupata bahati nzuri kwa anayekupenda. Kutumia gharama kubwa kwenye jambo lako binafsi. Kujiandaa kwa jambo muhimu. Nyota ya punda. Kitu kutimia ulichokuwa na mipango nacho. Nuksi mbaya zaidi kujaribu kuziepuka. Kulia usingizini. Kupata ufumbuzi wa kitu. Utakuwa bizi kwenye simu yako. Kwa mambo yanayokujenga au kukuweka sawa. Nyota ya simba. Kuhisi hali ya uwepo wa mzazi wako kihisia au ndotoni. Kuna jaribu unalovushwa. Mapato kuongezeka. Kutumia mbinu mbadala kwa jambo. Kupata pesa kila inapokaribia kuisha. Utakuwa na mipango mizuri ya mwaka ujao. Nyota ya ndoo. Usaidizi kuupata katika jambo lako lenye ugumu. Kuihisi hali ya ajali kutokea. Kupinga uhusiano wa mtu. Kuona tatizo au madhara mapema sana kabla kutokea. Kupona kwa haraka. Nyota ya mizani. Kufanya mambo nusunusu kwa kutarajia mtu amalizie. Kutotaka mtu ajue kama upo. Kufikiria muungano wako na mtu ulioisha ghafla. Kupenda kupatiwa nafasi hasa ya kupendwa sana na kuzingatiwa. Nyota ya mapacha. Kuna jambo ulilokuwa na hofu nalo lakini kwa sasa huna hali hiyo tena. Kumtendea sana mtu wema. Sherehe ya mtu kuifurahia. Kukisifu kipaji cha mtu. Mtu ataijua furaha yako kutokana na kuongea au ujumbe unaomtumia. Ruhusu moyo wako kuwa na amani. Nyota ya ng'ombe. Kushindwana na mtu kutokana na kuwa na misimamo tofauti. Kuna jambo lenye machafuko linaweza kutokea siku zijazo. Usipokuwa makini jambo hilo linaweza kutokea. Kujihisi aibu. Kuota unatembea sana peku. Kuna nguvu mbaya inayokurudisha nyuma. Kumuenzi mtu. Kufanya kitu kwa usahihi ila matokeo yake yatakuwa ni mabaya. Kujiombea mazuri kila wakati. Usaliti kuwepo. Nyota ya mbuzi. Kuanza kwa mwanzo mzuri wa kitu. Kupangilia jambo la uzazi. Mtu anajaribu kukuteka kihisia. Kosa la mtu litakufunza. Watu kutofautiana ikiwa hukuwatarajia kama watafikia huko. Kujua mtu yuko na tamaa na anapenda kwa mtu aliyekuwa nacho. Nyota ya mashuke. Unachokiwazia kina ukweli. Kuna jambo muhimu unatakiwa kulifanya. Nguvu yako inakuonesha kitu. Utahisi kabisa kuna kitu hakiko sawa. Maneno ya mtu yana ukweli lazima uyazingatie. Kuwa makini na cha kwako. Adui yako yuko kimya kwa kukosa la kufanya. Moyo kuwa na huzuni. Kuanza kukumbuka kitu ulichokiotea.
Kutambua wewe ni bora kwa mtu. Kuna tabia za watu kutopendezwa nazo. Watu wako wa karibu wanakuumiza sana. Kuhisi usiku ulikuwa na uzito sana. Kupenda kuwa peke yako bila mzunguko wa watu wengi. Macho yako yatakuwa makini kutizama kitu. Rafiki au mtu kipenzi atakufikia. Nguvu yako inakuja kukufariji na kuoneshea njia sahihi. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.